Nadhani leo tumefanya mazoezi yetu ya kujiandaa na mechi ya Jumamosi dhidi ya Pamba. Kiujumla tumefanya mazoezi vizuri. Wachezaji wote waliokuwepo mazoezini kasoro mmoja Kindamba ambaye ana maumivu ya muda mrefu yuko kwenye matibabu Dar es Salaam. Waliobakia wako kwenye hali nzuri. Mategemeo yangu kile ambacho tumefanya kwa muda mfupi ambao mimi nimefika, lakini pia wenzangu niliwakuta waliendelea nao kutoka Dar es Salaam baada ya mapumziko ya timu ya taifa, na imani Jumamosi tutacheza game nzuri pia ya kupata ushindi. Umecheza mechi ya kirafiki juzi, umekuwa na muda mchache sana kwenye kikosi. Umekitazama vipi kikosi kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Pamba? Ni kile muda mfupi, lakini vijana nimewaangalia, nadhani tutakwenda vizuri. Sina wasiwasi na hilo kwa sababu nimewaona ni wepesi kuelewa na wepesi kufanya. Kwa hiyo matumaini yangu tutacheza vizuri na kwa ushindi pia. Leo nimeyatazama mazoezi, kwa asilimia kubwa umejikita kwenye eneo la ushambuliaji, kwenye kufunga. Kuna shida yote ambayo umeigundua pengine haikuwa sawa kabla ya wewe kuwepo? Nadhani ni vitu vyangu, siwezi kuvisema hadharani, lakini kikubwa tumejiandaa kwa timu nzima kuona tunacheza kwa kuzuia kama timu, tunacheza kumiliki na kwenda kushambulia kama timu, na nafasi tutakazozipata kuhakikisha tunafunga. Nirudie tena kusema na imani na vijana tutacheza vizuri na pia tutashinda. Timu iko nafasi ya 10. Hofu ya wengi ni kwamba pengine hii timu inaweza ikashuka daraja kulingana na walioko chini yake, walioko chini na pointi zao ambazo wako nazo. Wewe tayari umeingia katikati ya msimu na pengine wengi wanafikiria kuingia kwako katikati kunaweza kukapelekea matokeo mabaya zaidi. Una kipi cha kuzungumza? Sisi tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, ukiamini kushinda utashinda na ukiamini kushinda utashinda. Mimi naamini tutafanya vizuri na kuona tunashinda. Wakati timu iko chini ya Baresi tuliona walikuwa nacheza sana low block, lakini kwenye mazoezi hapa tumeona wewe kama ulikuwa unafanya wachezaji wa press kuanzia juu. Hii ndio falsafa yako? Mimi nizungumze, tutacheza mechi kutokana na uwezo wa mpinzani. Hatutokalili kwamba si tuko hivi tutakwenda hivi. Mpinzani ana mipango gani, ana staili gani, sisi tutajipanga kutokana na yeye anavyocheza. Lakini lazima uingie kwanza na mpango wako. Ukitegemea kumuona mpinzani unashtuka ushafungwa mwalimu. Ni mechi za mwisho, lazima niende na mipango hiyo. Nikisema nafungua timu naenda kushambulia wakati mtu ana uwezo kuliko mimi, itanisumbua. Mimi nadhani tusubiri tuone kitakachofanyika, lakini kikubwa najiamini na vijana na waamini tutashinda. Timu ina pointi 24 kama niko sawa. Imebakia michezo 7 kukamilisha ligi. Na walau ili ubaki ligi unatakuwa kwa walau hata na pointi 35. Umefanya hesabu na kugundua ni mchezo ipi na ipi kati ya zilizobakia pengine inaweza kusababisha kubaki? Sisi hatuhesabu vidole, tutacheza tuone tunashinda mechi nyingi iwezekanavyo. Kama nilivyotangulia kusema, nimewakuta vijana na waamini, wenzangu niliowakuta pia na waamini. Nguvu nilokuja kuongeza na imani tutacheza vizuri na imani tutashinda. Kikubwa mashabiki watuombee na ninachosema ndicho tutakachokifanya.